No reforms, no election. Mheshimiwa Jokate Mwegelo, unazungumziaje swala kuhudhuria vikao? Sisi kama Bongo FM. Nimefurahi. Nimeifurahia hashtag. Ndio. Ya hudhuria vikao. Naona sisi tunasema ndani ya Chama cha Mapinduzi. Chama ni vikao na vikao ndio chama. Maamuzi mengi tunayafanya kwa maridhiano. Na sisi ndio maana tunasema sisi ndio waasisi wa demokrasia. Sisi hatufundishi demokrasia. Sisi tunafundisha wenzetu na vyama vingine demokrasia. Inawezekana wengine jana nilikuwa naona hatujui wamezaliwa lini. Sisi tunajulikana tumeasisiwa lini na mwaka gani na tarehe gapi. Tuna birthday kama Chama cha Mapinduzi. Lakini tunaamini katika vikao. Ndio maana hata mpaka dakika hii ni mwezi wa 5 tayari tumekaa mikutano mikuu maalum mara 2. Hiyo ni heshima kubwa ambayo mwenyekiti wetu ametupa sisi wajumbe na wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Kwamba ametuheshimu, anataka kutushirikisha na anajua umuhimu wa vikao ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo sisi tunaamini kwa kuhudhuria vikao unapata haki yako, kwa kuhudhuria vikao unapata kusema kile ambacho unadhani kinatija. Na sisi tunaamini kama mtu ana dukuduku lolote aliseme ndani ya vikao. Tukimaliza kikao, tukitoka na maazimio, yale maazimio ni ya wanachama wote na lazima asimamiwe na wanachama wote. Ukienda nje kama una maoni yako unayatoa nje, sasa unakuwa kidogo umekengeuka. Sisi wana CCM tuna maadili yetu, tuna mifumo yetu, tuna utamaduni wetu na kuna mambo ambayo tunayaenzi na ndio maana mpaka leo hii tumeweza kudumu. Tumeweza kuwa imara. Tumeweza kuendelea kustawi na kuwaletea maendeleo wa Tanzania. Kwa sababu kuna mambo ya msingi ambayo tumeendelea kuyadumisha na kuyaheshimu ikiwemo kukaa vikao na kuhamasisha wajumbe wa vikao husika kuhudhuria vile vikao bila kukosa na akiwemo ndani ya vikao kusema yale ambayo yatakuwa na tija kwenye dira na mwelekeo wa chama chetu. Mtu anayetoka nje ya vikao akisema kidogo ni changamoto. Sasa vikao vitakuwa vinafanyika kidijitali. Unaona hatua hii italeta mapinduzi gani ndani ya chama? Mapinduzi makubwa kweli kweli. Haiwezekani dunia inabadilika Chama cha Mapinduzi kisibadilike. Sifa kubwa ya Chama cha Mapinduzi kinabadilika kutokana na matakwa ya wakati ule. Ndio maana leo hii mtu ameniuliza pale, nadhani wewe ndio umeniuliza. Ndio. Ukiangalia hapa asilimia zaidi ya 80 ni vijana. Kwa nini? Hicho ndio Chama cha Mapinduzi. Sisi tunabadilika, tunajua kabisa sasa hivi asset ya nchi, asset ya chama chetu ni vijana. Kwa sababu hata takwimu zinasema demographic yetu kubwa imeshikiliwa na nani? Vijana, kundi la vijana. Kwa hiyo ni lazima tuende nao, lazima tuwabebe. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi chama ambacho kinabadilika kutokana na wakati. Sasa hivi siasa zimehamia kwenye mitandao, siasa zimehamia kwenye kurahisisha mawasiliano. Kwa hiyo na sisi tumeadapt hilo na namshukuru sana na kumpongeza sana mwenyekiti wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwa na maono makubwa mapana na ya muda mrefu kwa kuliona hili na wajumbe kwa kuridhia kwamba kuna haya mabadiliko madogo ya katiba yetu ya mwaka 1977 toleo la 2025. Sasa Mheshimiwa Jokate, wakati mnaambia kwenye matumizi ya mtandao kuwepo na matumizi ya watu wanatumia AI kwa ajili ya kuchafua taswira ya viongozi, hiyo ni mbaya, tunalikemea, halifai. Na sisi wenyewe tumeanzisha kampeni kijani fact check. Sasa sisi naongea na wewe, naongea na Msando. Tumeanzisha kampeni ya kijani fact check na kampeni hii tumesha kampeni iliyozinduliwa wiki iliyopita ya kijani fact check. Ndio. Kampeni hii samani imejidhatisi katika kutokomeza upotoshaji. Kwa sababu tunaamini kadri teknolojia inavyokuwa pia kuna mambo ya disinformation na upotoshaji unaoendelea. Kwa sisi kama vijana tukasema tuanzishe kampeni ili vijana wenzetu wasipotoki wapate habari ambazo ni sahihi. Nakushukuru sana.